Kila alichoweza kukizungumza afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Bwana Ali Shabani Kamwe ni ukweli kabisa, kina aksi yale ambayo yaliwahi kutokea katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa ambako Dar es Salaam Young Africans alikuwa anaitafuta tiketi ya kwenda katika hatua robo finali, ule mchezo wa mwisho waliocheza dhidi ya MC Alger. Jina langu ni Florence Renatus, mwenzangu ni Hassan Saddam. Nimeanza na introduction moja nzuri sana ambayo uendo natamani kujua mengi kuhusiana na nini ambacho Bwana Ali Shabani Kamwe amekizungumza. Na mimi nakuahidi ya kwamba alichokizungumza utakisikia wewe kwa masikio yako, wala sisi hatutaweza kukizungumza. Maana tutampa nafasi umsikilize vizuri Bwana Ali Shabani Kamwe, alafu baadaye tutakuja tuchambue kwa kina nini ambacho Bwana Ali Shabani Kamwe amemaanisha kwa sisi, na baadaye na wewe utaandika cha kwako nini ambacho unaona Ali Shabani Kamwe amemaanisha. Lakini lazima tuwakumbuke Jaba Air Solution, mabingwa hawa katika kusafirisha bidhaa zote kutoka katika Guangzhou China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Jaba Air Solution bwana wanakuhakikishia kwamba mzigo ambao utauagiza kutoka katika bara lingine, kwa maana bara la Asia pale maeneo ya China kuja hapa katika bara la Afrika maeneo ya Tanzania, utauagiza ndani ya siku 3 tu na utakuwa umeshakwisha kufika. Lakini naendelea kukukumbusha kwamba muonekano wako ni muhimu sana kwa Jaba Air Solution. Kwa wale ambao watakuwa katika ardhi ya China na wanatafuta namna gani ambavyo wataweza kuonekana vizuri, basi Jaba Air Solution wana barbershop za kutosha pale, wanaenda wanatengeneza muonekano wako vizuri, tena mnaongea na lugha ya nyumbani. Kwa hiyo mambo yanakuwa mukide. Unajua hamna raha kama unafika maeneo ya ugenini unakutana na mtu ambaye anaongea lugha ambayo wewe unaifahamu. Hilo jambo linakuwa bie. Waulize ambao huwa wanasafiri kwenda katika nchi zingine. Nao nikukaribishe ndani ya Dara Sports. Karibu sana Hassan Saddam. Ni wakati mwingine tena ambao tunakwenda kuzungumza na mtazamaji wa Dara Sports. Hopefully you are good bro. I'm real good. Nafikiri wewe kama ni mzima basi na mimi ni mzima. Kama mimi ni mzima na wewe? Na mimi ni mzima. Kivipi tena? Ulipo wewe nipo mimi. Sasa nimeshtuka. Siku tunatembea na nafsi mbili. Mimi nimeshikilia nafsi yako na wewe umeshikilia nafsi yangu. Hiyo hatari Hiyo hatari. Bwana, ya afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans toka hivi juzi kulikuwa na press ambayo walifanya. Na target ya ile press ilikuwa ni kuaddress mashabiki wa Young Africans nini ambacho kinaendelea kuelekea mchezo wao dhidi ya Silver Strikers ambao unapigwa siku ya kesho. Silver Strikers wamefanya mazoezi vizuri katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kukuwa na bugza za chache waliopita wamemaliza mazoezi yao kama ilivyo kikanuni. Na kukuwa na bugza ya aina yoyote. Hapo kwa na bugza yoyote ile. Wamefanya kwa usalama kabisa. Usalama umezingatiwa, ni shooting kusema usalama umezingatiwa. Wamelibeba vizuri kuanzia kwenye press conference asubuhi, walifanya vizuri. Silver Strikers na Young Africans makocha wamezungumza kuelekea mchezo wa leo. Mazoezi ya mwisho wamemaliza kutokana na muda maalum wa mchezo maalum. Everything is good, right? Press conference ambayo alifanya Ali Shabani Kamwe siku kadhaa zilizotoka kumalizika, alizungumza kuhusiana na wale wote ambao watakuja na nia ambayo haieleweki kwenye mchezo wao dhidi ya Silver Strikers. Jina zuri mamluki. Licha ya kwamba mchezo utakuwa free entry, kwa hiyo hawatoruhusu mamluki kuja kuharibu mchezo wao. Akatoa onyo pale, akaongea sana kwa hisia Ali Shabani Kamwe. Tukasema it's okay brother. Leo tena amezungumza. Ameendelea kusisitiza pale alipoanza. Ameendelea kusisitiza pale. Bwana, naomba tupate nafasi ya kumsikiliza vizuri Bwana Ali Shabani Kamwe, na Mr. Pako amweke hapo na wewe pia umsikie na kumtazama kwa macho na pia masikio yako yaweze kumsikiliza vizuri. Ya hivi karibuni hakuna kitendo cha vurugu uwanjani. Na katika mechi hizo mashabiki wa timu nyingine pia huwa wanaruhusiwa kuingia kwenye mechi zetu. Sisi hatujawahi kumpiga shabiki na hatutampiga shabiki ambaye sio wa Yanga ambaye amekuja kuangalia mpira. Bwana, huyo ndio afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Bwana Ali Shabani Kamwe, na hayo ndio ambayo ameyaongea hapo. Maneno fulani hivi mafupi lakini yana ujumbe mzito sana. Unajua waandishi wa habari wamesisitiza sana swala la kumkumbusha Ali Shabani Kamwe kuhusiana na tabia ambayo ipo kwa mashabiki wa Young Africans. Na msisitizo huu ni kufuatia matukio ambayo yalitokea pia msimu uliotoka kumalizika. Ile mechi Yanga anashindwa kufuzu hatua ya robo finali baada ya MC Alger kumkazia nyumbani pale bila. Na kuna shabiki mmoja nafikiri walikuwa wawili wa klabu ya Simba walivyotoka pale mechi ilivyoisha, wakawa wanazungumza na vyombo vya habari kama ambavyo nafahamu vyombo vya habari, mchezo ukitamatika pale wanatoka nje wanazungumza. So jamaa alikuwa amevaa jezi yake nyekundu, ya jezi ya Simba in short. Alikuwa amevaa jezi ya Simba. Alikamwe alikuwa anatoka uwanjani.
Jamaa akawa anaongea na media pale. Anawaponda Yanga, wameshindwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa na vitu kama hivyo. Sasa kumbuka watu, mpira ni mchezo wa hisia. Mchezo wa hisia. Yeah, si ndio sasa? Yaani mpira ni akili yako, intention yako. Ina maana pale yaani mpira, wewe kwambie mpira mfano kama game ya kesho, akili haipo pale, ni hisia ndio inafanya maamuzi. Sawa? Game imeisha, jamaa akawa anaongea vitu ambavyo mashabiki wa Yanga hawakuvipenda. Kitu kilichofuatia sasa alichokuja kukosea kabisa, na hisi ndiko ambako mshikaji alikosea, ni kumpoint ya afisa habari wa Yanga. Yaani alikuwa anapita Alikamwe na watu wake. Jamaa akasema, na afisa habari wao ndo huyu anapita. Kile kitu ni kama vile kiliwaumiza sana. Jamaa kampiga kofi. Akampiga kofi tena la maana. Nafikiri kama si ni Dr. Mo kama sikosesha. Alimpiga na kuna mwingine sio ni nani naye pia alipigwa. Kwa hiyo wanaonekana kama ni mashabiki ambao linapofika swala la wao kukosa kila wanachokihitaji, basi usikae karibu yao. Wanaweza wakakubagaza. Huu msemo saizi unatawala kwamba mashabiki wa Young Africans wengi wamekuwa hawana mioyo ya uvumilivu. Inapotokea hususan matukio kama haya, kukosa matokeo, labda kocha afanye anachotaka. Lakini kiuhalisia sani ukishamuona mtu kwenye moment kama ile, kaa tu pembeni. Mwache mtu. Ndio inakuwa bora zaidi. Mwache mtu, yani mwache mtu ahili, kwa sababu mpira ni mchezo wa hisia. Yaani mimi asubuhi nilipofanya kipindi na Eliza nilisema chochote ambacho kinahusisha hisia, take it serious. Yaani chochote ambacho unaona kinamhusisha mtu ni swala la hisia, take it serious. Sio, unanielewa? Kwa maana leo tunasikia watu wanakufa kwa sababu ya mapenzi. Heshimu impression yake muda ule. Mtu anakufa sababu ya mpira, ni hisia ndo zinazo mtesa. Ila angekuwa anatumia sana akili kwenye hicho kitu, asingeteseka vile. Sasa ukishamuona mtu kwenye moment kama ile, ndio tena ameondolewa nyumbani kwake, zungumza tu kimpira. Yaani huo utani unaotaka kuuleta wewe, hauwezi kufanya kazi hapo. Nimebahatika nilikuwa katika uwanja wa Amani Complex, nafikiri Zanzibar, mechi ya Simba na RS Berkane. Na sikoseni, nafikiri nilikuwa kwenye nafasi sahihi wakati shabiki wa Yanga alikuwa na mama na mwanamke, alikuwa na mtoto wake. Walifukuzwa kabisa mbele ya umati wa watu na kwa kupigwa kabisa wakiwa wanashuhudia. Miongoni mwa vitu ambavyo vimekuja kumcost Simba Sports Club ulivyoshuhudia, amepigwa faini, amekosa mashabiki. Kwa hiyo afisa habari yupo sahihi kuendelea kukemea vitendo vya design. Kukemea hicho kitu kwa sababu kipo kwenye hizi timu zetu, hasa inapofika swala la wao kutaka kile ambacho wanakihitaji. So for me, mfano ningepata nafasi ya kuzungumza na mashabiki wa Simba ambao lengo lao kesho ni kwenda kuwangonga Young Africans, si ndio? Ni utani. Kwa kesho wasifanye. Yaani ningekuwa kwenye nafasi ya kuwashauri mashabiki wa Simba ambao wana intend kesho kwenda kumzomea Young Africans, wasifanye vile. Kwa sababu kilichotokea mfano msimu uliopita, ile ilikuwa ni robo finali tu, si ndio? Walikuwa wanatafuta robo finali. Sasa hivi akili za watu zinawaza kumtoa huyu jamaa ili waende makundi. Ukiweka na weight, yani ubora wa timu zote mbili, wanaona kama vile ni zaidi ya uzalilishaji. Unajua kwa MCL tunaweza tukasema ni Waarabu, it's okay, si ndio? Na pia ni timu bora, si ndio? Kwa Silver Strikers, Yanga hawezi kuelewa hicho kitu. Yaani unaondolewaje na timu kama hii? Unaondolewaje na timu ndogo? Yaani unaondolewaje na timu kama hii? Malawi anavyokuwa temda as underdog kwa Yanga. Hata kama tunampa preference kule Malawi alishinda. Hata kocha wa Silver Strikers amezungumza hivyo pia. Amesema pia tunaonekana kama as a underdog, but if we are underdog then we gonna enjoy the game tomorrow. Yaani kama sisi tunaonekana underdog, maana yake kesho tutauenjoy mpira. Kwa sasa ile hisia kubwa ya mashabiki ya Shumu wameondolewa na Silver Strikers, atuombei lakini wameondolewa, alafu mfuate shabiki wa Young Africans kamzomee. Umeona hicho kitu huwa akileti picha nzuri. Kwa sababu mtu akitokea pale akakufanya kitu kibaya, anaweza akajitetea kwamba alitenda kwa hasira. Na wewe ulimfuata wakati unajua kabisa huyu mtu ana hasira. Emotions zake sasa hivi haziko vizuri. Kwa nafikiri utani wa jadi ambao upo kesho, nafikiri yani tumii kesho. Naam. Labda Yanga afanye vizuri, lakini sidhani kama kesho kuna haja ya utani wa jadi. Sijui utani wa jadi si vitu gani, hapana. Yani kwa kesho kama shabiki wa Simba unaenda uwanjani, kashabikie, kashangilie Silver Strikers. Kama watafuzu, ondoka zako kimya. Kama hawatofuzu, utakumbana nao jamaa. Sio, unanielewa? Kwa hiyo
jaribu yani kwa usalama wa mtu pia, kwa sababu kitendo cha Ally Kamwe kuulizwa tena leo kwenye press na mwandishi wa habari kuhusiana na haya matukio, ndio waandishi wa habari tunajua nini ambacho kilitokea nyuma, na mfanano wa kile kilichotokea kule nyuma kina mfanano pia na hichi ambacho kinaenda kufanyika kesho. Kwa hiyo lazima tahadhari izingatiwe sana. Hapo kingine tunachohofia ni swala zima la jeshi wanaohusika na ulinzi, wanatakiwa wawe makini zaidi. Sasa makini ndugu yangu, kwa sababu kwanza mechi ni bure. Lakini maana ikishakuwa mechi ni bure, watu tunaamini ni wengi. Natarajia watu wanaweza kuwa zaidi ya idadi ya uwanja kutokana kwamba idadi ya watu ni mageti saa 4 mpaka saa 8. Ndio. Idadi ya mashabiki lazima wawe wengi. Okay. Tunatarajia usalama kuanzia nje, kuanzia vile vifaa wanavyoingia navyo uwanjani. Kama ni vifaa. Ina maana mtu anaweza kujikuta ameingia na machupa maji si hawaruhusu ndio, lakini sio wanakaguliwa pale kwenye nani kwenye uwanja. Yani haina privilege yani ya usalama kwamba umezingatiwa sana. Unaweza kuzuia lakini ni wachache sana, unaweza kukuta wengine wakavuka. Wale vijana security wale wao wanahusika, wanatoa zile nini sio, wanakukagua mtoto wa kike, mtoto wa kiume, you never know watu. Unajua wanadamu bana, sisi ni wanadamu, tuna akili ya ziada. Lakini sasa na wewe Saddam unaendaje na sindano na jichupa wewe ya nini hayo yote uwanjani? Watu waaminiki kaka. Watu waaminiki kaka. Wewe kumwamini mwanadamu kwa lolote. Yani unaendaje na hicho kitu kisa mechi tu? Aza kukwambia labda ni usalama binafsi. Usalama binafsi wa nini? Tujafika huko. Na dabi itakuwaje sasa? Ndio tunachokizungumzia. Yani na dabi tukifika huko kwenye dabi itakuwaje? Hatuwezi tukafika huko. Cha msingi tu ndio hicho kwamba utani wa jadi tumii kesho si ushauri sana. Kesho kila mtu ukienda kuangonga Young Africans kawangonge, mambo yako yakifanikiwa pita hivi, asipofanikiwa pita hivi. Siamini kama kuna shabiki wa Simba Sports Club ataenda kesho alafu awe na imani ya kwamba labda furaha yake aifiche ndani wakati Yanga anaendelea kuteseka uwanjani. Yanga anatesekaje? Labda ashumu mchezo umemwendea vibaya Young Africans, alafu kuna shabiki wa Simba pale pembeni anaona Yanga anavyoendelea kuteseka uwanjani, alafu afiche furaha yake pasina kuitoa. Kwa anapoitoa pale labda huyu mwenzake kapaniki na huyu kapaniki, kinachofuata ni nini? Na hapo ndio kuna ugumu sana kwenye soka letu la Tanzania. Haitokuja kuwezekana sisi kuendelea hivyo kama ambavyo tunahitaji, kwa sababu sisi ni watu wa kuombeana vibaya. Yaani Simba anamwombea vibaya Young Africans, Young Africans anamwombea vibaya Simba. Wakati Simba angekuwa anamsupport sasa hivi Young Africans kwa sababu Azam kashafuzu. Hatua makundi, ndio? Kashafuzu. Simba yeye tayari kashatanguliza mguu mmoja na nusu tuseme, si ndio? Yaani dalili za Nsingizini kuja kuchomoa hizo goli 3. Hizo ndoto mimi nishazikataa. Young Africans, yani Simba ni kumwombea Young Africans naye afanyeje? Afuzu. Singida naye afanye maajabu, afuzu. Yani kwa mwaka wa msimu mmoja tunapeleka timu 4 kwenye michuano ya kimataifa. Mengine atafuata huko, sio atafuzu robo finali, asiyefuzu hayo yote. Mfano msimu uliopita Orlando na Mamelodi walikuwa Champions League nusu finali. Leo tunaenda kuitem South Africa kama moja ya ligi bora. Kwa nini? Ila leo sisi tunaombeana yani yupo pale na Stellenbosch naye alikuwa kwa hiyo walikuwa na timu tatu katika hatua ya nusu finali michuano ya kimataifa. Ila leo sisi tunaombeana Yanga asifuzu kimataifa. Unamsikia hata Simba asifuzu kimataifa. Mwenyewe tu wa Simba Sports Club anakuambia sasa wewe simshereheshaji. Yes, sasa kauli ya Ahmed Ally ina nguvu zaidi kwa mashabiki. Kwa hiyo ukisikia Ahmed Ally anaombea Yanga watoke, obviously ukakuta shabiki yote wa Simba Sports Club naye anaungana na hata kama anampenda anayejua mpira hivi lazima anaomba tu Yanga afuzu. Anayejua mpira, yani yule anasema mimi napenda maendeleo ya mpira. Yanga hafuzu. Sawa. Ni moja kitu kikubwa ambacho hasani nikwambia leo kwenye soka letu la Tanzania na mtazamaji wa Dara Sports. Sisi tuna watu wengi sana wanaoshabikia mpira. Ila tuna watu wengi sana Tanzania wanaoshabikia Simba na Yanga. Ila tuna watu wachache wanaoshabikia mpira. Sijui kama utakuwa umenielewa vizuri. Yani kuna watu wengi sana wanashabikia klabu ya Simba na Yanga. Ila watu wachache sana wanaoshabikia mpira wa miguu. Yule ambaye anashabikia klabu ya Simba ndo yule ambaye Simba ikifungwa anatafuta wa kumlaumu. Yani hawezi kusema unajua tumecheza vizuri ila kuna mahali fulani tuliteleza. Tunapaswa tujirekebishe tuendelee hivi. Sawa? Baadhi ya mashabiki wa Simba walipofungwa na Young Africans walisema kikweli tumecheza vizuri. Vizuri sana. Lakini inaonekana kama Young Africans wana bahati ya kutufunga sana sisi. Ukimsikiliza vizuri huyo shabiki unaona huyu anaujua mpira. Hapa ongozwe na hisia, katumia akili. Maana yake katazama kitu vizuri uwanjani,
evaluate vizuri. Ndio maana huyu unamsikiliza anazungumza. Ile yule shabiki wa Simba kutoka uwanjani anasema Mangungu hatumtaki. Arajiga kazingua. Yani yeye anatafuta sehemu ambako atatoa lawama zake. Kwa nini? Kwa sababu anatamani kuzungumza, kuiona Simba inafanya vizuri tu. Ndio. Sawa? Kwa hata shabiki mwingine wa mpira wa miguu wa Simba anayeshabikia mpira wa miguu, sio shabiki wa klabu tu, atakwambia I wish Yanga afuzu. Kwa sababu sisi tulishaonesha dalili tayari tunafuzu. Kwa faida ya taifa letu lote, lote kwa ujumla. Masuala ya kuombeana si vibaya, hapana. Itafika sehemu tutaombeana vibaya kwamba umefika robo finali ndugu yangu, hapana. Nakwambia tu usifike huko, maana ukifika huko sitokaa vizuri. Ila katika hizi hatua sio hatua za kuombeana vibaya, ni hatua za kuombeana vizuri. Kwamba wote sasa mfika robo finali, hapo sasa ndo tunajua dua zenu. Kwamba bwana hapana, huyu akifuzu huyu, hii nchi haitokalika. Sawa, kama ambavyo Simba alikuwa anamwombea Yanga kipindi kile amefika finali, bwana huyu jamaa chukue ni changamoto. Vitu kama hivi. Sema hata Simba alipofika finali hamna mshabiki wa Yanga wala yote alitamani Simba achukue ile kombe mbele ya RS Berkane. Unaonekana mmoja anakuwa na privilege kubwa kuliko mwenzake. Okay. Bwana, mtazamaji wa Dar Sports, hiyo ndio taarifa muhimu nzuri ambayo tulipaswa tukufikishie muda huu hapa kabla ya kwenda kupumzika. Lakini nikwambia kwamba Dar Sports Facebook, Instagram, huko kunaendelea kuwaka moto, story nyingi ziko kule. Updates kuhusiana na michezo pamoja na taarifa nyingine nyingi zaidi za kimichezo utazikuta kule. Mimi ni Florence Renatus, mwenzangu alikuwa ni Hassan Saddam. Huenda naona mawazo yako mazuri mengi. Uwanja wa comment uko wazi, ndio maana huwa tunaacha hapo ujimwage tu na uandike chochote. Pako asante kwa kuisimamisha kamera yako vizuri, na asante pia kwa yule ambaye alikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naomba niseme wailalika, maasalam.